الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والأتقياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Uzangu katika iman, baada ya kumhimidi Jalla wa Ala na kumswalia Sayyidil Awwalina wal Akhirina min al-anbiya'i wal atqiya was salihin, ambaye ni nabii wetu Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi, ni kwamba na kusudia kutoa faida katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni msingi madhubuti alioweka Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu aliposema Jalla wa Ala, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aya hii ukitizama ukatadabbar, unaona kwamba wengi katika wanadamu hii leo, hasa ambao wanatumia mitandao, wamekeuka sana aya hii, aya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza na waumini kwamba enyi ambao mmeamini na muamini Allah subhanahu wa ta'ala, in ja'akum fasiqun binaba'in, ikiwa atakujeni fasik na habari yeyote inayemhusu mtu, inayohusu nchi, inayohusu kundi la watu fulani, au inayohusu wanajamii wa sehemu fulani, wa halu ma jarra, kwamba tufanye tathabbut na habari hiyo ambayo iliyotujia. Kwa nini? Antusibu qauman bijahalatin, msije mkaingiza watu katika makosa kwa sababu ya kutokutambua au kwa sababu ya ujinga, ya kutokufahamu hakika wa mambo au hakika wa habari. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kisha mkaja kuwa baada ya kuwa tayari mmeshaeneza habari za mtu au habari za watu fulani au habari za jamii fulani, mkao mmezieneza, basi baadaye mtakuja kujuta. Kwa nini? Kwa sababu mtakuja kuingia katika madhambi. Mtaingia katika madhambi. Antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kisha mkao mwenye majuto, mkao katika majuto makubwa. Kwa nini? Kwa sababu mmezua au mmesambaza habari kinyume na uhakika wa mambo. Kwa hiyo sisi Waislamu hususan na ahli sunnah wal jamaa khasatan, lakini kadhalika sisi as-salafiyun, msingi huu na kaida hii madhubuti ya Allah tabaraka wa taala aliyotuwekea, huu ni msingi ambao tunatakiwa sisi tudumu nao katika mambo yetu, kwamba ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Lakini sio hapo tu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alisema, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bikulli ma sami', au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba inatosha kwa mwanadamu, inatosha kwa Muislamu, inatosha kwa mwanadamu kuwa ni uongo pale ambapo anapokuwa kila chochote anakuwa anakisikia, anakisema, anahadithia chochote ambacho anakisikia. Kwa hiyo huu mtindo wa kuhadithia kila jambo ambalo umeambiwa, kila jambo ambalo umelisikia, sio msingi sahihi katika dini yetu. Dini yetu inatakiwa tutapokuwa habari itakapotujia, tufanye bayina, tufanye tathabbut katika habari. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi zake, miongoni mwa hadithi zake alisema Mtume sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au yasmut. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hizi dalili zote hizi zinatuelekeza kwamba sisi tuwe ni wenye kutathabat katika habari,
Tusitoe tu habari kile ambacho tunasikia tunaitoa habari kwa watu, la, lazima tuwe na tathabut katika yale ambayo tunayasema, ili tusije tukaingia katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kafa bil mar'i ithman ay yuhadditha bikulli ma sami'. Kwa hiyo tuwe na tathabut katika habari, hasa hivi sasa katika simu janja hizi tulizokuwa nazo, katika mitandao watu wanaandika mambo mengi, wanasambaza habari nyingi, lakini zile habari kuzipekua, kuziangalia, utaona kabisa hawa wataenda kujutia siku ya kiyama. Kwa hiyo msingi huu wa kauli hii ya Allah subhanahu wa ta'ala tuubebe, uwe katika maisha yetu ya kila siku. Tuhakikisha sisi ni wenye kufanyia kazi maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala. Sababu au faida ambazo zinapelekea sisi kuzipata baada ya kuwa tunathathabut katika habari, maana yake kwanza ni hifdhul amana, lakini tutapata kuhifadhi amana za watu. Na jambo la pili, maana yake itakuwa ni hifdhud dini, kuhifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu utakapokuwa umefanya hivyo, maana yake umehifadhi sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia utakapokuwa umefanya hivyo, unakuwa hafadhta a'rad almuslimin, unakuwa umehifadhi heshima za Waislamu. Kwa hiyo faida ni nyingi katika kutathabutu habari. Tutosheke na hii Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.